mlikuwa mnadhania nyinyi kuwa tumewaumba ni mchezo na kuwa kwetu sisi hamtarejea? Ikiwa wafikiria hivyo, basi wajidanganya nafsi yako. Allah asema fata'ala Allahul malikul haq, ametakasika Allah kutokamana na kuwaomba watu kwa ajili ya mchezo. Hakuna mchezo hapa. Watu wakuumbwa kwa upuzi, wameumbwa kwa malengo makubwa sana, na wengi katika watu hawafahamu yale malengo ambayo kwa ajili yake ameumba. Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza katika hadithi jambo la ajabu sana. Asema bainama rajulun yasuqu baqaratan, bwana mmoja alikuwa amempanda ng'ombe juu yake, ampeleka kama mfano wa nini, wa punda na farasi. Qalat albaqara, yule ng'ombe akamwambia yule bwana, lam ukhlaq lihadha, mimi sikuumbwa kwa ajili ya hili, sikuumbwa mimi kwa ajili ya kupandwa juu yangu, mimi nimeumbwa. Akamwambia kwa sababu ya kulima, kwa sababu, akataja sababu. Wasahaba wakashangaa, qalu ya Rasulullah, baqara takallamat, hivi ng'ombe amezungumza? Qala fa inni u'minu bidhalika wa Abu Bakr wa Umar. Akawapa tazkia imani Abu Bakr, anasema mimi naamini hata bila ya kuuliza, na Abu Bakr na Umar waamini, hata msiulize, hawa waamini tayari. Na kila mmoja katika masahaba alikuwa waamini, lakini imani za hawa zilikuwa na nguvu bila ya kuuliza swali. Akaeleza tukio hili kuwa ng'ombe alizungumza, wala hadith sahih. Hapa katika hii hadithi kuna faida ya ajabu sana. Yule ng'ombe alijua malengo yake ya kuumbwa nini, kuwa mimi sikuumbwa kwa ajili ya kupandwa, mmeumbwa kwa ajili ya kadha wa kadha wa kadha. Sasa ikiwa ng'ombe alijua kwa nini ameumbwa, hivi kuna watu waishi hawajui kwa nini wameumbwa? Hajui mtu kuwa ameumbwa kwa sababu, si kwa sababu ya mchezo, kwa sababu ya malengo makubwa sana kuliko vile wewe unavyokaa ukafikiria. Wallahi, lau kama mtu angekaa chini akafikiria, kuna mambo mazito sana huko mbele yatungoja. Ikiwa watu wema katika masahaba na auliya Allah wengi katika vipenzi vya Allah walikuwa na hofu kubwa juu ya yale watakayoyakabili kesho, leo wamuona mtu kama sisi, hakuna amali yoyote ya maana kubwa anayoifanya, lakini hakuna mtu aliye na amani kama yeye, hauna ashafika.